Hello, shalom. Kuna haja sana kwa taifa la Kongo. Taifa la Kongo. Kwa maana ya wenyeji, wazalendo, wananchi wa Kongo. Dini zote, pasipo kubagua dini, kabila, rangi, wala itikadi. Kufanya maombi ya toba kama taifa. Kufanya maombi ya toba kama taifa. Kwa ajili ya damu ya Patrice Lumumba. Patrice Lumumba aliyenyongwa kutokana na kupigania haki na uhuru wa Mwafrika. Huyu Patrice Lumumba mnajua historia yake. Wakati ule inawezekana watu weusi wachache waliweza kuungana naye. Waliweza kumuelewa. Lakini asilimia kubwa ya Waafrika, asilimia kubwa ya wenyeji wa Kongo, taifa la Kongo, inawezekana hawakumuelewa. Na ndio maana mpaka nafikia hatua ya kukamatwa na kufanyiwa aliyofanyiwa, hata wa Kongo, wa Afrika weusi, wa Afrika walihusika kumkabidhi Patrice Lumumba, kumharasi Patrice Lumumba, mpaka anafikia hatua anauawa na hao walioweza kumfanyia hayo. Kwa hiyo yanayotokea leo hii katika taifa la Kongo, inawezekana pia kwa njia moja au nyingine ikawa ni damu si ya kwake Patrice tu, lakini zikawa ni damu za wote walioyapitia kama aliyoyapitia Patrice Lumumba. Kibiblia, damu inalia, damu inashtaki, damu inapiga kelele, damu inalalamika, inadai haki mbele za Bwana. Kumbuka damu ya Habili aliyeuawa na ndugu yake Kaini. Kaini hakujua kwamba ile damu ingelalamika mbele za Bwana. Kwa hiyo Kaini baada ya kufanya ile tukio na lilo tendo, akadhani amemaliza. Matokeo yake, damu ilianza kulia tangu wakati ule ya ndugu yake Habili. Ilianza kulalamika, ilianza kudai haki mbele za Bwana. Kwa lugha nyingine, ile damu ilitangaza laana juu ya ndugu yake, yaliyompata Kaini na kizazi chake chote mnayakumbuka. Sasa Waafrika kwa ujumla wake, Waafrika tuliletewa dini na hawa wenzetu wa misionari. Lakini ile dini au zile dini zilizoletwa Afrika kwa wakati ule, ililetwa vice versa. Ililetwa kichwa chini, miguu juu, ikimwendea Mwafrika.
Mwafrika sio kwamba hakuwa na dini, alikuwa na dini yake. Primitive. Dini ambayo iliwafaa, iliwastahili, waliipenda, na kimsingi walikuwa na maabudu Mungu hata kama ni kwa tofauti kulingana na nyakati zao zile na kwa njia zingine. Kwa hiyo hawa watu wakaleta dini, kaeneza dini, sio kwamba walieneza dini ambayo ni modern. Sasa wakati wanaeneza dini hiyo wakaitumia kumtawala, kummiliki Mwafrika, kumuibia Mwafrika pia. Kwa maana hiyo, hao wakoloni wao walitengeneza mazingira ya kwamba Mwafrika asimthamini Mwafrika mwenzake. Mwafrika asimthamini Mwafrika mwenzake. Ndicho kitu tengenezwa. Mwafrika asimuelewe, asimthamini Mwafrika mwenzake. Ndio iliyokuwa mentality, ndio kwa wazo lilokuwepo na roho iliyoenezwa nyakati zile. Na ndio maana watu kama kina Patrice Lumumba na wengine waliowahi kupitia shida na matatizo kwa kujaribisha kudai haki, kudai usawa, kudai uhuru wa Mwafrika, ubaguzi wa rangi na vitu vya namna hiyo. Kimsingi wote waliweza kupata changamoto kama hizo za kina Patrice Lumumba. Na wazo hilo la hao wa misionari mpaka nyakati hizi lipo. Mpaka nyakati hizi lipo. Kwa maana ya kwamba kuna wanaotumia dini kufanya mambo yao, kufanya unyanyasaji, kuiba, kunyanyasa, kutesa, kuteka, kufanya mauaji na vitu mbalimbali. Kwa nini iko hivyo? Ni mentality, ni mtazamo kutoka nyakati zile za misionari au za kiukoloni. Wao dini waliitumia kwa malengo yao ili waweze kuligawa bara la Afrika. Waligawana kama walivyotaka kwa kutumia dini. Sasa hao watu kama kina Patrice Lumumba walivyokuwa wamebahatika kung'amua, kutofautisha, kugundua, kubainisha, kufahamu yaliyokuwa yanafanywa na hao wakoloni na watu namna hiyo, ndivyo kadiri walivyozidi kuyagundua, kuyafahamu, ndivyo walivyozidi kuelekea katika changamoto. Ni kwa sababu ngozi nyeusi au Mwafrika alishachukuliwa akili yake ya kudhania kwamba Mwafrika mwenzetu hawezi kuwa kiongozi, Mwafrika mwenzetu hawezi kuwa hivi na hivi na hivi. Waliweza kumuibukia au kuwaibukia watu wa namna hiyo, na wakaungana na misionari na wakoloni, hatimaye wakafanywa yaliyofanywa. Wao walitumia maandiko ya kwenye Biblia na vitabu vya dini kinyume, kwa nia ovu, kwa nia ovu, kwa nia mbaya. Kwa Biblia ilitumika vibaya. Na ukumbuke tena nasema, Biblia hii pia au maandiko ya vitabu hivi vya dini vilitumika pia kama tool, kama vitendea kazi vyao vya karibu vya kuwasaidia katika harakati zao za kuligawa bara la Afrika. Unaona? Sasa hilo wazo baya la kuitumia Biblia kinyume mpaka leo limo mioyoni mwa baadhi ya Waafrika wenzetu, mioyoni mwa baadhi ya viongozi wa dini wenzetu, mioyoni mwa baadhi ya
watumishi wa Mungu wenzetu. Mungu atusaidie sana. Jumbe wangu ni kwamba viongozi wa dini Kongo, tafuteni muda mwingi kwenye maombi ya kuomba toba na rehema. Inawezekana damu za watu kama kina Patrice Lumumba ambao waliuawa kwa kutelekezwa na wenzao, waliuawa kwa kutokusaidiwa na wenzao, waliuawa bila msaada kutoka kwa wenzao wakiwaona kwamba hao ni waasi. Hizo damu inawezekana mpaka leo zinalia mbele za Bwana, na yanayotokea leo yanaweza kuwa ni matokeo ya damu hizo. Kongo, damu za namna hiyo zinalia ndani ya taifa. Damu ya Patrice Lumumba inalia. Rudi katika historia muone aliyokuwa anayasema kama yalikuwa ni ya uhasi. Alikuwa akipambana kwa ajili ya Afrika. Mungu atusaidie wa Afrika tujitambue. Tuombe sana. Kongo, ombeni sana. Shalom. Asante.